Hello, watazamaji wa SL Media. Hope mko poa, mnaendelea vizuri na majukumu yenu ya kila siku. Mie pia niko poa, naendelea kumshukuru Mungu. Ni siku nyingine tena ya Jumapili tulivu kabisa ambayo tunaendelea kumtukuza Mungu na kumsifu katika maisha yetu siku zote hapa duniani. Leo nilikuwa katika kijiji cha Lusapo katika kanisa la Anglican kwa ajili ya uzinduzi wa kwaya. Ni kwaya ambayo ni mara ya kwanza kabisa wanazindua audio kwa ajili ya uimbaji, lakini pia wana matayarisho ya kushoot video ili muweze kuenjoy zaidi. Karibu endelee kutazama nini kilijiri, yaliongelewa nini, mgeni rasmi alikuwa ni nani na mambo mengine kama hayo. Hope uta enjoy. Karibu sana. Ifuatayo ni risala ya kwaya ya Sayuni kwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa albamu iitwayo Sifa za Bwana, leo tarehe 15 mwezi wa 3 2026. Risala yetu tumegawa katika vipengele 7. Cha kwanza utangulizi, historia ya kwaya, malengo, mafanikio, matarajio, changamoto na mwisho kabisa hitimisho. Tukianza na utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru kwa kukubali mwaliko wetu kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ndogo. Pole na safari na karibu sana. Ifuatayo ni risala ya kwaya ya Sayuni katika uzinduzi wa kwanza wa albamu ya nyimbo za Injili itwayo Sifa kwa Bwana. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na wageni waalikwa wote, tunapenda kuwakaribisha sana katika uzinduzi huu. Historia fupi ya kwaya ya Sayuni. Ndugu mgeni rasmi, kwaya ya Sayuni ilianza mwaka 2021 ikiwa na jumla ya wanakwaya 25 tu. K 18 na me ni 6. Mpaka sasa leo hii idadi ya wanakwaya imepungua hadi kufika wanakwaya 15 tu. Malengo ya kwaya. Lengo kuu la kuanzisha kwaya hii ilikuwa ni kuhubiri Injili kwa njia ya uimbaji ndani na nje ya mtaa wa Lugalawa. Haikuwa na lengo jingine. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kwaya yetu ya Sayuni imefanikiwa kurekodi audio yenye jumla ya nyimbo 8 kwa gharama za Kitanzania shilingi taslim 1,200,000 tu. Pia kwaya yetu imefanikiwa kuhubiri Injili ndani na nje ya mtaa Lugalawa. Kama vile kwaya ilifanikiwa kusafiri kwenda Mkongobaki, Shauri Moyo, Maolongwa na Madiru. Matarajio. Ndugu mgeni rasmi, kwaya yetu ya Sayuni inatarajia kushuti video mnamo mwezi wa 8 mwaka huu 2026 ambayo itagharimu gharama za Tanzania shilingi milioni 3. Ili kufanikisha zoezi hili, kwaya yetu ina uwezo wa kupata kiasi cha shilingi za Tanzania taslimu milioni 1,200,000 tu, kiasi ambacho kitabaki ili kufanikisha zoezi hili
Kiasi ambacho kitafelia ni shilingi 1,800,000. Pia tuna matarajio ya kuanzisha miradi mbalimbali kama vile kilimo na ufugaji kwa ajili ya kuongeza uchumi wa kwaya yetu na kanisa kwa ujumla. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, changamoto kubwa ya kwaya yetu ni uchumi mdogo, hivyo kupelekea kushindwa kukamilisha baadhi ya mipango na malengo ya kwaya yetu kwa wakati sahihi. Pia changamoto nyingine ni pamoja na kushuka na kupungua kwa idadi ya wanakwaya kutoka wanakwaya 25 wakati wa kwaya ikianzisha mwaka 2021 hadi leo idadi imepungua na kufika wanakwaya 15. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kuchukua nafasi hii tena kukushukuru wewe pamoja na wageni waalikwa wote kuweza kufika mahali. Napokea zawadi, makofi na vigelegele. Ndiyo sana ya wanakwaya Sayuni ambayo pia naomba nikukabidhi risala. Ndugu zangu kwaya ya Sayuni, niwapongeze kwa moyo wa dhati kwa kuthubutu, kwamba mliona mthubutu muweze kuwa na album lakini iweze kuzinduliwa kabla hamjaanza kumwinua Bwana kwa njia ya uimbaji. Hongereni sana. Lakini pia niwashukuru sana 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 kwa kunipa heshima hii. Angepewa mtu mwingine, lakini najua mlipokaa mkatazama kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, kula zikaniangukia mimi. Haijalishi ni kwa kiwango gani, lakini niseme asanteni sana kwa kuniheshimisha. Ndugu zangu, niende kwenye risala. Mmezungumza mengi, nikianza na zile changamoto. Ya kwanza ni kupungua kwa idadi ya wanakwaya. Mimi niwaombe, niwatie moyo kwenye hilo. Mtu anapopungua kwenye kundi la watu, hakuna kujiuliza kwamba kwa nini. Hata kama ukibaki peke yako kwenye hiyo kwaya ya Sayuni, wewe songa mbele. Kwa nini nasema hivyo ndugu zangu? Kazi mnayoifanya ya uimbaji ni kazi kubwa sana, na mnamtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji, mnamhubiri Kristo. Yawezekana kwa njia ya uimbaji vile mnavyoimba, mwingine yani ile nyimbo inamhubiria yeye, anaona sistahili, bora nirudi nyuma. Why? Kwa sababu kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Na mahali pengine Bwana amesema ya kwamba tusipoimba atainua mawe yatamwimbia. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi watie moyo kwamba songa mbele. Kama tumemwona hapa kijana wa Yesu, kama kijana anaimba, kijana wa Yesu tuliyemuona kwenye kwaya yetu ya Sayuni, mimi ni nani hata nisimwimbie Bwana? Mama mimi amenitia moyo sana nilipomwona anaimba, mpaka nikamnong'oneza jirani yangu, kama yule mama anaimba, hivi kweli tutasema kazi nyingi hatuwezi kumwimbia Mungu kweli?
Mungu tu atusaidie kwenye hili. Lakini nikienda kwenye changamoto ya pili, tumezungumza kwamba tunahitaji uchumi. Ndugu zangu, Mungu awasaidie. Tuko kwenye ulimwengu unaohitaji uchumi. Na ili usidharauliwe, lazima uwe na uchumi. Najua kwaya ili uwe na heshima, lazima iwe na uchumi. Ni waombe viongozi wa kwaya yetu. Tunao viongozi, lakini tunao walezi. Mimi nina wazo kwamba viongozi wakae chini, waone tutainuaje uchumi wetu sisi kwaya ya Sayuni. Kama ni kuingia kwenye kilimo, basi tuingie miguu yote kwenye kilimo, asiwepo wa kutegea. Kama ni kufuga, tubuni tutafuga nini na tunaanzaje. Kila kitu kinahitaji mtaji, hata kama ni kidogo tu. Tunaweza tukakaa chini tukapanga kwamba tunahitaji kufuga, basi kila mwanakwaya achange labda kwa mfano 2,200 kulingana kwamba tunaanzisha mradi gani, na tukausimamia, basi tutamwona Bwana kupitia hiyo miradi na uchumi wetu utainuka. Ni wazo langu ni hilo, ndugu zangu. Lakini pia mmezungumza kwamba mwezi wa 8 tutakuwa na zoezi la kushuti. Niombe muda ukifika huo wa kushuti, mwenyekiti, naomba unikumbushe, nitakuwa na mchango kidogo ili tuweze kushuti. Lakini kati ya nyimbo mlizoimba, wimbo mlioimba mwishoni, huo ni the best. Hata kama sijasikiliza hizo nyimbo zingine zilizobaki, lakini huu mlioimba mwishoni huu naona umebeba albamu. Kwa hiyo katika hilo tuna kazi sasa ya kuombea. Umeona Yaani Mungu aendelee kuipa kibali iende mbele. Hata tutakapokuwa tunashuti hizo nyimbo zetu, yaani mtu akiona tu hivi ipate nini? Kibali. Ndio kazi tulionayo sasa. Sio mwanasiasa kama aliponda shemeji yangu, sijui kwani atasema sina adabu. Naomba tu nimalize, ndugu zangu, hasa kwa tukio hili la leo katika uzinduzi. Sikuja mikono mitupu, na ninaomba ninapoenda kuzungumza hili neno, naomba nimwimbie Bwana na mimi. Kazi uliyotutumae Bwana, tutaifanya kwa moyo. Neno lako tutahubiri, mataifa waokoke. Tutajipa moyo wa dhati, kazi yako isonge mbele. Neno lako lisisimame, lizidi kusonga mbele. Pasipo hatuwezi kutumia dhaifu, tena ni wanyonge. Tunajinyenyekeza kwako Bwana, tutatumike pamoja nawe. Kwa nguvu zako tutateka miji, na wewe Bwana utatamalaki. Shetani ana nguvu kwako Bwana, tutamshinda kwa jina lako. Baba Mungu wa rehema, hakuna fananaye nawe. Baba Mungu wa rehema, hakuna fananaye nawe. Kazi uliyotutumae Bwana,
tutaifanya kwa moyo, neno lako tutahubiri, mataifa waokoke. Kwa nguvu zako tutaitenda, injili isonge mbele, neno lako lisisimame. Nadhani mmeona mambo makubwa iliyofanya kwaya ya Sayuni. Miongoni mwa walezi walioifanya ile kwaya ikaonekana, nipo naye hapa, ataenda kutuambia siri ya mafanikio yao ya kuwa na nyimbo ambazo zina ujumbe mzito sana kwa wale ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni mbinu gani zimetumika za kuwafanya kwanza wapo wengi na nyimbo ziko vizuri, step zao zilikuwa pia zina mvuto sana. Sasa ataenda kutuambia nini siri ya mafanikio. Habari ndugu mlezi wa kwaya. Salama kabisa. Sijui wanakuita nani? Mimi kwa majina naitwa Aliponda Shaula. Okay. Nipo hapa kanisa la Lugarawa Anglican. Ndio, na mimi ni miongoni mwa walezi. Walezi tuko 4, lakini mimi ni mmoja wapo wa walezi wa kwaya ya Sayuni. Hebu tuambie nini siri ya mafanikio, maana tumeona kwaya imefanya miujiza pale ndani. Nini siri ya mafanikio? Kwa kweli jambo kubwa tunamtumainia Mungu. Na kama ulivyoona kwaya imeanzishwa mwaka 2021 ndio ilipoanza, lakini tumekuja kurekodi mwaka huu. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumechukua, na kikubwa tulikuwa tunachangishana wenyewe. Tukupata ufadhili wowote, ni kwaya yenyewe ilikuwa inachangishana na Wakristo wanachangia mpaka kufikia hatua ya kurekodi. Na leo tumefikia hatua ya uzinduzi wa albamu nayo itaenda kwa jina Sambamba na Yesu. Okay. Sambamba na Yesu. Nikaa. Tunaona kwenye hii kwaya kuna rika zote, yaani kuna vijana wa Yesu kuanzia miaka tuseme 60 mpaka wadogo. Ni mbinu gani? Maana tunajaribu kuangalia sasa hivi hichi kizazi cha sasa ambao wanakuwa kwenye mambo ya Mungu ni wachache sana. Imekuwaje, mbona hii kwaya ina rika zote yani? Na sio 60, labda niseme tunaweza, yule bibi tuko naye pale anakaribia miaka 80. Ni mtu mzima kweli, lakini umeona anachangamka, na mtu akihubiriwa akafundishwa kumtumikia Mungu basi anamtumikia kwa kicho. Kwa hiyo unakuta watu wazima wako pale, na ni wengi watu wazima zaidi kuliko vijana, kwa sababu wameamua sasa kwa moyo mmoja baada ya kupata neno, wamehubiriwa, wameamua kumtumikia Mungu. Na ndio maana wanafika wakati hata kwenda kurekodi, wakasema tunatoa tulivyo navyo, tunasaidiana na Wakristo wenzetu ili tuweze kurekodi. Kwa hiyo wanamjua Mungu kwa kweli. Nimeona pia sare zile zinawapendeza sana. Naam. Zile sare ni kama kanisa au baada ya kuwatangazia kwamba wanatakiwa wawe kwenye nini, kila mmoja alimtoa? Kimsingi wana sare zaidi ya 3, na muda ukifika wanaamua kuwa na sare nyingine, basi wanachangishana, kila mmoja anajichangia mwenyewe, lakini nabaki kwa sare ya kwaya. Okay. Kwa pale kila mtu leo amependeza vile kajichanga mwenyewe. Okay. Tunachagua kitambaa, wanakwenda wanajichanga, wanashona, hatimaye wanaendelea vizuri. Katika zile nyimbo nimeona mpangilio wa step, ule mdundo, ule muziki, lakini pia yale mapigo ni ya kisasa. Yani sasa hivi sio yale ya kusema kwamba anaweza akakaa mzee akakaa akasikiliza, maana wazee bwana sisi tuna nyimbo zetu, lakini pia na hawa vijana pia wana nyimbo zao. Lakini mpangilio wa kuanzia maneno yale, biti lile pamoja na step, nani anahusika hapo? Ni mtu ambaye yuko hapa au ni mkodi mtu kutoka nje? Tuna mwalimu wa kwanza. Okay. Tumemtoa Mafinga, amekuja kufundisha, lakini tunao mwalimu tulikuwa naye, mwalimu wa step ambaye tumemtoa mtaa jirani, mtaa Kiombo. Sisi parish kwa kanisa ngani tunaita mtaa ni parish, lakini lugha tunatumia zaidi ni mtaa, kwa kutoka mtaa wa Kiombo. Umeelezea midundo. Ukiangalia midundo imechukua kwa umri wa watu wazima, lakini imechukua kwa umri wa vijana. Kwa hiyo ni mdundo ambao vijana wanaenda nao, vile na wazee wanafanya nini? Wanaenda nao. Sio ile ya vijana sana wala sio ile ya zamani sana, ambao na sasa hivi injili wanasema tutakao kuhubiri injili ya kisasa. Huwezi kwenda na injili ya zamani, kutokana na wakati na teknolojia, lazima tuhubiri injili ya kisasa. Kwa hata nyimbo zetu tunakwenda kwa nyimbo za nini? Za kisasa. Kwa hiyo kama ulivyoona
sio sasa sana na wala sio ya zamani sana. Mafanikio mliyopata kwanza umeanza kulea hii kwaya, ni mafanikio gani ambayo mlipata? Labda mlishuhudia watu, kuna watu waliongezeka, au ni kuna mafanikio gani ambayo yako hapa? Kuna changamoto kidogo kama ulivyosikia kwenye risala wamemsomea mgeni rasmi kwamba walianza 25 lakini saizi tuko 15. Sasa ukiangalia kama nilivyosema, watu wazima wako wengi kuliko vijana. Kwa hiyo vijana wengi wanaondoka kwenda kutafuta. Kwa hiyo sasa wengi wamefanya nini? Wengine wamepata ajira, wengine wameondoka kwenda kuishi maeneo nje na hapa kwetu Lugalo. Wengine hasa waliolewa na maana wanaoa na waleta, lakini waliolewa na maana wanaenda nje. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo, kubadili mazingira kwa maana kwenda kutafuta riziki. Na huwezi kusema bwana lazima ubaki kwenye kwaya, lakini mtu amepata mwenza anatoka, lazima anafanya nini? Anaondoka. Au amepata ajira mahali ya kazi, anaondoka na kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo lakini bado tunaendelea kuhamasisha vijana wengine kama ulivyoona, ili waweze kujiunga na hii kwaya ya Sayuni. Ndugu mtazamaji, nadhani umeona mlezi ametuelezea kinagaubaga kabisa namna gani mafanikio yao, lakini pia ni kwaya namna gani. Mmeona ina usasa, lakini pia inaendana na umri. Kwa hiyo kila rika anaweza akasikiliza na ukaenjoy sana. Siku zote tunaambiwa kwamba ili moyo wako uweze kujaa neno la Mungu, pia nyimbo za Injili ni za msingi sana za kukufanya wewe kuweka njia yako kuendelea kumtukuza Mungu kila siku. Sasa ndugu mlezi Aliponda, nilikuwa nina jambo hapa kwamba unawaambia nini sasa ambao wanatutazama kutokana na hiki ulichokiona cha kwaya hii ambayo iko vizuri sana? Unawaambia nini sasa watu support kwenye nini, labda ili yeyote anayeangalia atakayeguswa, kwa sababu ile neno la Mungu linahubiriwa dunia nzima. Huenda mtu akaona akaguswa akataka kufanya jambo. Unawaambia nini watu support kwenye nini, lakini pia wakitaka labda kuleta chochote wanaweza kutumia njia gani? Asante ndugu mtangazaji. Ninachoweza kusema kwamba kama ulivyosikia kwenye risala ya kwaya kwa mgeni rasmi, mwezi Agosti mwaka huu tunatarajia kurekodi. Sasa kama tunatarajia kurekodi, tunafikiria wadau mbalimbali waweze kutuchangia. Sasa kama tutaweza kutuchangia ili tuweze kurekodi, itakuwa ni jambo la heri. Na tunaye mchungaji wetu ambaye baadaye atazitoa namba zake ili waweze kufanya nini? Kuunga mkono. Lakini tunazo flash zipo, kwa sababu tunapoziuza hizi flash zinatunisha mfuko. Kwa hiyo nitoe wito kwa wana Lugalawa na nje ya Lugalawa waweze kuunga mkono kwa yetu kwa kununua flash. Lakini akiguswa mtu, basi mchungaji atatoa namba zake, tutaweza kutuma kwa njia ya miamala ya mitandao ya kijamii ili iweze kuinua uchumi wa kwaya yetu. Na tunafikiria sasa hivi kuingia kwaya itakuwa na kilimo cha muda mfupi ili tuweze kufikia malengo. Kufikia malengo kwa maana tutakuwa turekodi. Na unajua gharama kurekodi video ni kubwa. Kwa hiyo sasa nikaribishe wadau mbalimbali waweze kutunga mkono. Lakini kunapokuwa na matukio kama ya harusi, msiba, send off au kipa imara, wanaweza kuialika kwaya yetu. Tuna vyombo vizuri vya muziki. Kwa hiyo kukiwa na tukio, basi tunatoa wito kwa wadau waweze kutualika. Tuweze kwenda kutumbuiza, lakini wape ujumbe, tuwafikishie ujumbe. Basi itakuwa ni jambo la heri, lakini pamoja na kuwapa ujumbe, basi ni namna ya kumtukuza Mungu. Jamani, kama mlivyosikia amesema kwamba wako tayari kumtumikia Mungu. Kama una birthday, una send off, una harusi, una tukio lako la kumtukuza Mungu, labda umeandaa event, wanaomba mualike, watawasupport, lakini pia wataletea neno, watatumbuiza na mtapata ujumbe kutoka kwa kanisa lao. Lakini pia amesema kuna flash, hizi nyimbo kama mlivyozisikia, kuna flash zipo za kutosha. Kwa hiyo kama umeguswa na nyimbo zao, unaweza ukaja ukasapoti kwa kununua flash hizo. Lakini pia amesema mchungaji atatoa mawasiliano, au wewe unaweza ukafika pia kanisani, kwa sababu linafahamika kwa wale wana Lugalawa lipo Lusapo. Kwa hiyo unaweza ukaja ukasapoti. Lakini pia yeye mlezi ni mtu ambaye ni mwenye nyazifa zake, ana sifa zake nyingi tu. Kwa hiyo unaweza kumuona yeye pia ukamsapoti. Mungu atakubariki sana. Tunasema kwamba
wengi tunaangamia kwa kukosa maarifa, lakini maarifa haya tunayopata kwa watu mbalimbali ndio yanakufanya wewe sasa uweze kujijua kwamba uko kwenye njia gani, hazina yako unaitengeneza katika njia zipi. Karibu uendelee kuangalia, wengine wataenda kutoa pia mawazo. Huyu mnayemuona ndio mgeni rasmi aliyekuwepo katika uzinduzi wa kwaya ya Sayuni kama mlivyoona, lakini nimejifunza mambo mengi kwake. Nimegundua na yeye ni mwimba kwaya. Ataenda kutuambia kwamba kumbe ana uwezo huo pia. Kwa nini sasa na yeye asijiunge na hiyo kwaya? Kama mnavyomuona ataenda kutuambia, lakini pia amefurahishwa na nini siku ya leo, lakini pia ilikuwaje akapata kibali cha yeye kuja kuwa mgeni rasmi. Kwa kuwa kuja kuwa mgeni rasmi kwenye masuala ya Mungu yani ni kitu cha kipekee sana, tofauti na sisi ambao tunaona ni hali ya kawaida. Lakini anaenda kutuambia alikuwa anaomba au ilikuwaje mpaka akapata nafasi hii adhimu sana ya kuja kuwa kwenye uzinduzi. Lakini pia ameahidi mambo mazuri kama mlivyoona, aliwaahidi mambo mengi mazuri, lakini pia amewasapoti kwa kitu kikubwa sana wa kutarajia. Wengine walionyesha hisia zao, wengine walitamani kutoa machozi, lakini anaenda kutuambia nini siri ya mafanikio haya. Habari mheshimiwa. Ndugu mtangazaji, kwema. Nadhani mimi sio mara ya kwanza nakutana na wewe. Mara nyingi sana nakutana na wewe kwenye sehemu mbalimbali. Nadhani anafahamika, ndugu watazamaji. Anaitwa Mwalimu Evelyn Somola, ni mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa ambaye kwa sasa ina kidato cha 5, wanaelekea kidato cha 6. Ataenda kutuambia kwamba leo amefurahishwa na nini hasa kwenye uzinduzi huu. Naomba madamu tuambie kwa kifupi, kwanza ilikuwaje mpaka kuja kuwa mgeni rasmi, lakini pia umefurahishwa na nini mpaka Roho wa Mungu akakuingia naweza kutupa kipaji chako kingine ambacho kimejificha. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Ninaitwa Mwalimu Evelyn Somola. Mimi ni mwalimu, lakini mwalimu kiongozi mkuu wa shule ya sekondari Lugarawa. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Nimeweza kushiriki uzinduzi wa kwaya katika kanisa la Anglikani Lugarawa. Kwaya hii inaitwa kwaya ya Sayuni. Wiki 2 zilizopita nilipata barua kutoka kwa uongozi wa kanisa. Wakiniomba niwe mgeni rasmi katika uzinduzi wa kwaya yao, kwaya yetu, kwaya ya Sayuni katika kanisa la Anglikani. Binafsi nilitafakari sana kwa sababu Lugarawa ni kubwa, lakini mbali na Lugarawa, wilaya yetu ya Ludewa ni kubwa. Wangeweza kumwalika mtu yoyote yule akasimama kama mgeni rasmi kwenye ile kwaya. Kwa hiyo ule mwaliko kidogo ulinipa kutafakari na nikamshangaa Mungu. Lakini nilitamani kugairi kwamba hapana, tafute mtu mwingine. Lakini kila nikiwaza kukataa, nilikuwa naisikia sauti ya Mungu ikiniambia kwamba nisikatae, ninatakiwa nisimame kwa hilo. Kwa hiyo leo sasa ndio ilikuwa tukio la uzinduzi. Namshukuru Mungu tumeweza kushiriki na nimefurahi sana. Ni kwaya ambayo ina upako wa kwake. Zile nyimbo zilivyokuwa zinaimbwa, lakini pia ule ujumbe uliobebwa kwenye ile albamu nzima, basi nikajifunza kwamba kumbe tunapaswa kumtumikia Mungu. Hata kama kuna masuala ya Kaisari yanatakiwa yaende, lakini Mungu naye ana nafasi yake kwenye maisha yetu. Asante. Sasa umepata nini baada ya kuja sasa kwenye huo uzinduzi? Ule ujumbe, kujaribu kuangalia maandalizi yao, lakini pia na mambo mengine ambayo yalikufurahisha pale. Unaweza kutushare na sisi tukajua? Asante.
Kwa kweli mimi nimepata ujumbe mkubwa sana kwenye ile album kwamba tunatakiwa kumtumikia Mungu. Tena katika kumtumikia Mungu tunapaswa kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Lakini pia kilichonifurahisha zaidi ni ile wanakwaya wenyewe. Yaani wanaitendea haki kwaya. Yaani mtu haimbi huku akiigiza, hapana, lakini anaimba akijua kwamba anamtumikia Mungu kupitia ule uimbaji. Kwa hiyo ile ilinipa mimi hamasa kubwa sana na nikajifunza kwamba kumbe tunapaswa kumtumikia Mungu kwa viwango vile vya juu. Lakini pia mimi kama mgeni rasmi nimeweza kuisupport kwaya kwa sababu kwaya imetoa audio, itashoot. Kwa hiyo namuomba Mungu anisaidie nitimize ile ahadi watakapokuwa na shoot, basi niweze kuwasupport. Japo hata kama leo nimewasupport kwa kiwango kidogo sana, lakini najua Mungu ni mwema, ataninua tena kwa viwango vingine niweze kuwasupport. Lakini pia nao wamenipa zawadi, kwa hiyo ninashukuru katika hilo. Niliona bibi mmoja uliinuka pale kwenye kiti chako, ukaenda kumpa zawadi, lakini pia ukamuao. Kwa nini yule bibi? Asante. Yule bibi kwa kweli amenifundisha kitu kikubwa sana. Kwanza ndugu mtangazaji, ukiangalia umri wa yule bibi unaweza kumuona kwa viwango vya chini sana. Na ukaona kwamba kulingana na ule umri wake hataweza kumudu zile step, zile kashikashi zile. Maana zile kashikashi za nyimbo nyingi zilihitaji yani vijana wale ndio wataweza kumudu, nguvu inatakiwa. Lakini ukiangalia ule umri wake na yeye alivyokuwa na perform, yani hakuteteleka. Kwa hiyo binafsi nilipata ile hamasa, yani akawa ameufurahisha moyo wangu, nikafurahi kwamba bibi ameweza na anamtumikia Mungu kwa viwango vile. Kama mnavyoona ndugu watazamaji, ameelezea ilikuwaje mpaka akaja kuwa mgeni rasmi, lakini ametuasa tumtumikie Mungu.
kwaya ya Ludende pia hawakuwa mbali katika kuwasapoti wenzao wa Sayuni. Hao mnaowaona wanaoimba mwishoni waliovaa magauni meupe na mkanda mweusi ni kwaya ya Ludende Anglican. Nadhani umeona hali halisi ilivyokuwa, uzinduzi ulivyoanza, lakini pia umeona wadau, umemwona mgeni rasmi na maneno kuntu kabisa kayaongea katika kuwaasa na kuwapa hamasa kwaya. Tuendelee kwa support kwa chochote ulicho nacho. Unaweza kwa support kwa kununua flash zao, lakini pia unaweza kwa support kwenye kushoot video na Mungu atakubariki sana. Asante sana. Tuendelee kufanya kazi ya Mungu kadri tuwezavyo. Asante sana, ulikuwa pamoja nami. Naitwa The Icon Queen kutoka SL Media. Usichoke kusikiliza na kutazama SL Media siku zote za maisha yako. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Nawapenda sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. ACL Media, African Community Life. We are the legacy of Africa.